Kwa jina naitwa Mama Hamza. Ndio. Mkazi wa Tegeta. Mungu amenitendea. Nilikuwa nasumbuliwa na mwanangu Hamza. Degedege huwa lilikuwa linamsumbua kwa muda mrefu toka mwezi wa 5 tarehe 10. Yaani nilivyoona hali hile, mimi nikaelekea hospitalini. Nikaenda hospitalini, wakamcheki Hamza vipimo vyote. Wakasema hana tatizo. Nikaenda Moi, nikaenda Muhimbili, wakasema hana tatizo. Nikarudi. Lakini mtoto bado degedege likawa linampiga tu mwezi wa 6, kawa bado linampiga mpaka mwezi wa 7. Nikawa naenda sasa kwa waganga. Nikasema sasa hapa mambo hospitalini niache. Muonekane wake unapomtokea ugonjwa, hata kama akiwa kasimama, anadondoka chini. Mtoto. Anadondoka. Akisha dondoka anakakamaa. Akisha kakamaa udenda unamtoka. Macho anaangalia juu. Kwa hiyo anakuwa kakakamaa kama dakika 2 au 3. Anakuwa hali ya kawaida. Maana kwa siku linampiga mara 15. Linatokea hiyo hali mara 15. Anakaa dakika 5 linampiga. Anakaa dakika 5 linampiga. Hivyo ikawa hivyo. Nikaenda kwa waganga, ili tatizo likawa bado linaendelea. Ilikuwa siku ya Jumanne. Ilikuwa siku ya Jumanne, nikakaa pale nyumbani, nikaona mtoto nilikuwa nampa chakula. Baada ya kumpa chakula nikaona mara amekauka akiwa miguuni, nikiwa nikimpakata. Ndio. Na hapo nimemlaza, nikamchukua nikampeleka ndani. Kumpeleka ndani likawa degedege linampiga sasa. Amekakamaa. Amekakamaa. Kila nikimnyosha hivi amekakamaa. Na hali inapotokea namna hiyo, wewe huwa unakuwa kwenye hali gani na unawaza nini? Yaani hiyo hali inavyotokea hivyo, nawaza tu mtoto anakufa. Yaani nakuwa tu mimi nalia, nasema hapa sasa mtoto sasa yani ameshakufa kwa hali hii aliyokuwa nayo. Kwa hiyo nakuwa nawaza, maana juzi yani nilivyompiga ile Jumanne, nikamchukua nikampeleka ndani, nikawa nimemwacha uji ukawa unamtokea tu huko mdomoni, kumfuta, nikasema sasa hapa, nikawa nimekaa saa mimi mwenyewe ndani peke yangu. Nikasema sasa hapa siwezi tena. Kaona kwa waganga wameshindwa, hospitalini wameshindwa. Nifanyeje? Nikawa najiuliza, sijapata majibu. Wakati unaenda kwa waganga walikuwa wanasema nini? Kuna kauli yoyote walikuwa wanakupa? Waganga walikuwa wananiambia hivi, huyu mtoto ili aliyotupiwa ni jini. Waganga Nikaambia kama ni jini basi mtoeni. Wakasema haya. Wengine walisema tulishamtoa, lakini nikirudi tu nyumbani linampiga. Sasa najiuliza, au nikirudi tena kwa huyo mganga tena ananiambia yani ili jini aliwezi likatoka moja kwa moja, lazima litoke taratibu. Kwa hiyo hii hali isikushangaze. Lakini kwa mimi lazima ilikuwa inanishangaza. Naondoka naenda kwa mganga mwingine. Mganga mwingine ananiambia hili ni degedege. Ananipa dawa. Naenda tena kwa mwingine, halitorudi tena. Naenda tena kwa mwingine. Nikirudi tu nyumbani hilo linakuja tena linampiga. Kwa hiyo walikuwa wanakuchezesha tu dana. Yani hawana majibu kamili wanayonipa. Nikasema sasa mpaka Jumanne ile nikashindwa. Sasa nikasema basi kama kwa waganga nilishaenda na Elizo amenigea zote, nimeshamvesha. Ulichokuwa unapewa kwa mganga ulikuwa unamvisha kwenye mwili wake. Na wengine wakasema ulete tumchanje, wakawa namchanja. Wamesema tayari tushamweka kinga, maana yule mdudu hawezi kuja tena. Na zingine wakanigea tu dawa za kumvesha, nikawa namvesha, wakasema halitokuja tena. Lakini matokeo yake bado likawa ndio limepata nguvu sasa ya kukazana. Nikaacha. Nikawa sasa naenda hospitali tena za karibu. Nikishafika hospitalini wananiandikia shindano 10, wanamchoma. Yaani wakimchoma ndio linakazana. Kama ilikuwa linampiga kwa siku mara 15, itakuwa hata mara 20. Na hali hiyo inapokuwa inatokea, ulikuwa unapata nafasi ya kufanya shughuli zako za kila siku? Yaani siondoki kwenda kokote. Mimi ni kushinda tu ndani na mtoto, sifanye kazi aina yoyote. Mimi nashinda tu ndani, na kwa sababu hali ya mtoto ndio hiyo ilivyokuwa hivyo. Sasa baada ya kutoka kwa waganga katika mizunguko yote ikashindikana, ukarudi hospitali na kwenye pia wanachoma sindano, lakini hali iko pale pale. Nini kiliendelea baada ya kuona hauna majibu sasa?
Baada ya kukuta sina majibu, nikasema hapa mimi kwa leo Jumanne nilivyompiga, nikasema hapa sasa naelekea Kawe. Ulipajuaje Kawe? Uliambiwa? Kuna siku nilikuwa kipeperushi umekutana nacho au? Hapana, nilimkuta mtu kipindi natoka Muhimbili, nilimpiga degedege kwenye gari. Niliokaa naye kwenye siti, akaniambia, "Dada, samahani, huyu mtoto vipi?" Nikamwambia nimetoka naye Muhimbili. "Wamekwambiaje?" Nikamwambia hana shida. Akaniambia, "Wewe Muislamu au Mkristo?" Nikamwambia mimi ni Muislamu. Akaniambia, "Ninakuomba leo hii mpeleke kwa Mwamposa Kawe, ili tatizo linaenda kuisha." Wakati unatoka hospitali. Niko kwenye gari. Nikaambia, "Kaka, hapana." Kaniambia, "Niamini mimi." Alafu upande wa pili kulikuwa na mama naye akaniambia, "Ili tatizo peleka Kawe, msikilize huyu kaka anachokuambia." Si tunaona hapa jinsi mtoto alivyokuwa. Kwa kweli mwanangu alikuwa kwenye hali mbaya, hata ufahamu wake wa akili ulikuwepo haupo vizuri. Basi mimi sikuja. Ile siku sikuja kabisa. Yaani nikaona kama tufike tu gari haraka nishuke niende nyumbani nikafanye tu mambo mengine. Wakati unasikia jina la Mtume likitajwa Mwamposa, ulikuwa unajisikiaje? Yaani unatoka hospitali afu unaambiwa unaenda Kawe kwa mtumishi wa Mungu Mwamposa. Wewe uliona nini kichwani kwako? Kilikuwa kinakuja kitu gani? Yaani kinakuja, yani kusema kinanisindikiza nije, lakini kingine kinaniambia usiende. Yaani kama kuna kitu kinaniambia usiende. Usiende. Basi na mimi ile imani ya kwenda sina. Hivyo. Saa Jumanne lilivyompiga tena, sijaelewa kama nilipata wapi nguvu ya kutoka nyumbani, alafu sikujua kuwa naelekea wapi. Nilichukua tu mbebeo, nilimbeba mwanangu, alikauka huko mgongoni, nikasema hapa naenda popote pale. Lakini hii safari naelekea Kawe. Yule baba kwenye gari aliniambia niende. Leo ngoja niende. Kama kuna kitu chochote kinachonizuia mwanangu asipone, mimi leo nitafika. Mimi nikapanda gari, nikaelekea Kawe. Nilipofika Kawe, nikamshusha mwanangu, nikamlaza pale chini. Mwenyewe nikakaa kwenye kiti huku namwangalia. Ilikuwa siku ya ibada Siku ya ibada. Ilikuwa kwenye mida saa 10 jioni. Nikawa namwangalia pale linampiga, huku namsikiliza nani pale juu kwenye madhabahu nani. Nikawa namsikiliza huku namwangalia mwanangu, namsikiliza na mwanangu. Sasa kuna kipindi Mtume akasema wale wahudumu wapake mafuta. Wapakwe mafuta wote. Sasa kuna mhudumu akapita na mafuta pale, mimi foleni yangu kwenye kiti akanijia, akaniambia, "Vipi?" Nikamwambia, "Huyu hapa mpake, ndo anayeumwa mwanangu." Akachukua mafuta yale akampakaza. Kumpakaza nikamwona mtoto akaanza, yaani kafumbua macho, kwa sababu nilivyokuja naye hali mbaya. Yaani hata kama nilipomlaza hapo chini hajawahi hajafumbua hata jicho, hawezi kuangalia hata hivi, hawezi. Pale pale akafumbua macho, akawa ananiangalia. Nikamgusa hapa rohoni. Roho kweli ipo. Nikasema nikaona roho bado inadunda dunda. Ukasema hapa uzima upo. Nikachukua yale mafuta sasa yaliyompakaza, alimpakaza utosini na hapa, na mimi nikaendelea kufanya nini? Kumpakaza mwili mzima. Nilipompakaza mwili mzima, nikamwona jasho zinamtoka. Ananiangalia. Akarudi tena sasa. Nikasema, nikachukua pale sasa, na maji nilinunua yalishaombewa. Nikachukua yale maji nikampa. Nikasema, Mungu we. Yaani nashukuru hata mwanangu kufumbua jicho. Nikatoka pale nani, ibada ilivyoisha saa 2 ile, nikambeba mwanangu nikarudi naye nyumbani. Nilipofika nyumbani tu mtoto hakuwa na shida yoyote. Nikamshusha akawa anacheza. Nikashangaa. Nini kimetokea? Nikamwambia dada, kwa sababu nakaa na dada yangu pale wa kazi. Nikamwambia dada, mshike isije akadondoka, maana saa imani ile haipo tena. Mshike akasije akadondoka, maana anavyodondokeaga kichwa. Mshike, akasema mwenyewe mbishi hataki, yaani ni mzima kabisa, yani yuko huru tayari. Wewe tu ndo yaani tumbo sasa likawa halina kitu, anataka chakula sasa. Tukachukua chakula pale tukampa, kala, anacheza yaani anacheza iko vizuri. Hakuwa na shida. Nikasema Mungu umeniona.
kilio changu naona umekisikia kilio changu na kilio changu kimekwisha. Sasa pale nyumbani nakaa na dadangu wa kazi, nakaa na mwanangu. Ndio. Dadangu wa kazi akaniuliza, leo ulikuwa wapi? Nikasema leo nilikuwa Kawe. Mimi nilijua labda umeenda huku kwa mganga wake. Nikasema hapana, mimi nimeenda Kawe. Dada anajua mpaka ripoti na ratiba zote za mganga. Zote anazijua kwa sababu tunakwendaga naye. Kumbe. Lakini afadhali, maanake ile aliotoka naye na sasa hivi kidogo afadhali, dada sana niambie. Nikasema ndio hivyo, hali ndio ilivyokuwa. Baadaye nikasema jamani, kila sasa hivi kwa waganga sitaki. Ndio. Hospitalini sitaki kwa sababu kote wamesema wao wameshindwa. Sasa hivi nitakuwa tu naenda Kawe kumpeleka mtoto kwenye maombi. Mungu atanitendea kama alinitendea mpaka nimerudi nayo. Basi hili litakuisha. Ndio. Nina imani hiyo. Ila kila anayecheza na maisha ya mwanangu na kila aliyefanya vibaya kuhusu huyu umpate umauti, na muomba umauti umpate yeye. Lugha ikaja. Ilitoka wapi? Ulijikuta tu? Nimetamka tu. Kila anayecheza vibaya na mtoto wangu aliyemzamilia kutangulia umauti umpate yeye. Na sitolifumbia macho. Sasa hivi siongozi njia yoyote, ninaongoza kwa Mwamposa Kawe. Basi nilivyoongea vile, dadangu wa kazi akaanza kustuka. Maana sasa hivi dada, kweli kwa mganga uende? Nikasema siendi. Ndio. Hospitalini, nikasema hospitalini siendi. CD zipo. Zote wametugea. Moi wametugea, Muhimbili wametugea, CD tunazo. Dawa zote tunazo. Sasa tumetumia. Lakini hatukuona matokeo. Shindano kashachoma karibuni sijui 30. Lakini matukio toka mwezi wa 5, maana hana la mpaka sasa hivi. Siwezi kwenda kwa mganga, ila nina imani mwanangu, ili tatizo litaama kwa mwanangu, litaenda anayomfanyia mwanangu. Baada ya kauli hiyo, maana hata kama ni mimi nitajihoji, mama katoa wapi hilo tena leo? Akasema sasa kwa nini amesema nani hiyo kauli? Nikasema hii kauli atatenda Mwenyezi Mungu, ndo atakayetenda. Hajasema mtu. Lakini mimi sasa hivi nitakuwa naenda Kawe kwenye maombi. Alafu watu wote humo ndani, kabla ya kulala, na mafuta hapa tupakae. Ndo dada akaanza kulia. Hujamgusa? Sijamgusa. Waswahili wanasema hujamfinya popote. Sijamfinya chochote. Akaniambia, nikaambia vipi? Akasema dada, mimi naona kama haya mambo yamenigusa mimi. Yamekugusa wewe kivipi? Kwani unahusikaje? Kasema mimi nahusika dada. Unahusika? Kasema dada, mimi nahusika. Ngoja nihadisie. Maskini. Nikasema uhadisie. Nikasema nawe bwana, mimi kwenye jambo la mwanangu sina utani. Akasema dada, unaletea utani. Sina utani dada, niko serious, na muhitaji shemeji, mkae wote wawili niwahadisie. Nikamwambia sawa. Basi nikamwambia kwa sababu shemeji yako hajarudi, anza kunihadisia mimi. Ilikuwa saa 4 usiku hapo, inaenda saa 5. Akanambia dada, haya matukio yote yaliyomkuta mwanao mwezi wa 5 tarehe 10, mimi usababishaji wangu. Mimi nilikuwa nakaa na dada yangu. Ndio. Binamu. Yule dada yangu yupo kwenye mfumo wa kiuchawi wa kishiriki. Sasa usiku huwa anaondokaga na mwanao. Tunaenda makaburini. Anaondoka naye. Na katakata nyama kule, huwa tunakula nayo. Hata kuna siku dada nilikwambiaga, dada, leo mwanao, sinaona kitumbo hiki, tulikuwa tunakula nyama. Dada ukasema, hebu etoka, ukanizarau. Ukachukulia utani. Kwa hiyo huyo tunaendaga kulaga nyama nayo. Alafu dada ananipaga dawa niweke kwenye maji. Kwa sababu huyu mtoto mpenzi wa maji ya asubuhi. Kwa hiyo ndio maana nikishaweka ile dawa, nikishampa linampiga haliachi. Na usiku kule makaburini waga tunamuogesha dawa,
tunafanya yani kuna michezo yote tunayoifanya na mtoto. Haukumuuliza wanaondokaje? Nikasema mnaondokaje? Kasema yani sisi dada kuondoka kwetu tunaondokaga mida ya saa 7, saa 8 usiku. Na mara zingine ukituambiaga tulale naye ndio ule muda napata muda mkubwa wa kuenjoy naye, kwa sababu kuna muda wanalalaga nayo. Naambia basi laleni nayo. Unaona? Na we huwa haustuki kusema nikamkague mtoto usiku au nikawaangalie kule walipo? Hapana. Hukuwa na mtindo wa kuingia kwenye chumba chao? Sikuwa hivyo kuingia kwenye chumba chao kwenda kumkagua mtoto. Yani amani tu. Una shida? Sina shida. Lakini wakati unalala naye wewe mtoto kama hakwenda kule kwa dada yake, hayo majira ambayo dada anasema kwamba walikuwa wanaondoka, wewe ulikuwa unamuona mtoto yupo ukistuka? Mimi nikistuka asubuhi. Kwa hiyo unapewa nusu kapoti. Yaani mimi nikiingia kulala hivi, kwa sababu kuna mwanzo alikuwa analiaga sana usiku. Mpaka majirani asubuhi wanatuambia mbona mtoto analia sana? Mbona mtoto kuna shida gani? Naambia jamani, huyu mtoto hana shida, sasa sielewi usiku analia. Wakaona hapa ule mtindo wa kulia sasa wakauacha. Ila tukishaingia kulala, yaani mimi nakuja kustuka asubuhi, wanakuzima kabisa. Kwa hiyo hata na baba yake hastuki. Kwa hiyo asubuhi. Kwa hiyo kinachoendelea hatujui. Na navyo kuna siku alilala naye chumbani kwao anakolalaga. Akawa amemshika kichwani kwenye mida ya saa 7. Sasa kuna mwanangu ule wa kike akaamka, akamwambia, "Hebu toa mkono wako." Unaona? Na yeye akawa kwani nimelala? Niko macho. Sasa kama uko macho, mbona umemwekea mtoto mkono hivi kichwani kama unamuombea? Kwa nini? Basi wakabishana. Baadaye akasema sisi ile ndio miondoko yetu ya kumtoa ufahamu wake. Huwezi kuondoka naye mtu akiwa hivi mzima. Atuondoke kama hivi safari, twende umemshika mkono twende. Sisi tuna miondoko yetu. Makubwa. Naona. Kasema ndio hivyo Basi baada ya ile alivyomaliza kunihadisia, kwa kweli nilikuwa na simanzi, nilikuwa na uchungu sana. Unaona ninayempenda kumbe ndio ananiharibia tena mtoto. Ninayempenda ambaye mtu wangu wa karibu. Ambaye siri zote anazo. Kama tukienda kwa waganga anajua na anauliza wamesemaje, na muhadisia. Tukienda hospitalini na muhadisia. Sasa kumbe yeye ndio anayefanya hivi. Kwa nini siku zote ukuniambia? Akasema waliniambia nisikwambie siri. Nia ilikuwa nini? Kasema nia na huyu angeenda kupikwa, tungeenda kumla nyama. Ndio ilipangwa nia yenu. Kwa hiyo sasa hivi ndio maana ulimuona hapa siku mbili alizidiwa sana. Kumbe ndio dakika za majeruhi sasa. Kwani we dada hujui yule mganga alikwambiaje? Alikwambia hana muda mrefu watamchukua. Kwa siku ile ukumbuke, nikamwambia mimi nilishachanganyikiwa. Kwa hiyo sikuwa na maki kitu kichwani. Nikamwambia ndio hivyo, kulikuwa tunamchukua tunaenda kumla nyama. Sasa Mungu amefanya nini mpaka dakika hii unapozungumza? Maana dada naye tutapata naye nafasi ya kuzungumza naye namna gani ambavyo alikuwa anatumika, ili watu tuendelee kufahamu. Maana Mtume anasema katika ulimwengu wa roho kuna vitu vinaendelea ambavyo sisi hatuvifahamu, na amekuwa akijaribu kufichua siri nyingi kutuelezea na kupata maarifa. Sasa hii ni mojawapo kati ya, tunaweza kusema ni bomu ambalo limefichuliwa kuhusiana na wasaidizi wetu. Na uzuri binti mwenyewe akakiri, maana huwezi kuukimbia upako. Upako huwezi kuukimbia. Uko kwenye hali gani sasa hivi wewe unavyozungumza na sisi hapa? Yaani mimi sasa hivi kwanza nina amani. Alafu mwanangu amerudi hali yake ya kawaida. Amerudi kwa kawaida kabisa. Yaani amekuwa kawaida. Ufahamu wake? Sasa hivi ufahamu wake upo kawaida. Yaani hata ukimuita jina lake anakuja, ukimwambia kaa chini anakaa, ukimwambia acha anaacha. Haya mambo yalikuwa hakuna. Yalishapotezwa kabisa. Okay. Mama amekuja na ushuhuda. Mungu ametenda kwenye maisha yake. Ametenda zaidi na zaidi, na tumeweza kusikiliza jinsi ambavyo mtoto amepitia kwenye changamoto kutokana na wakati basi ambao tuko nao. Niko na dada hapa
ambaye tutaweza kusikia akizungumza pamoja na sisi kwa sauti. Dada, habari? Salama, shikamoo. Marhaba, unaendeleaje? Naendelea vizuri. Utokako ni salama? Salama. Unajisikiaje leo? Najisikia furaha. Unajisikia uko huru sasa Nataka nifahamu ndugu yangu kidogo hapa kile ambacho kimeendelea kwenye familia ambako upo mpaka sasa hivi ukiwa unafanya kazi. Tumeona kwamba ulikuwa unatumika kwa namna moja ama nyingine. Nataka nithibitishe hilo kwako. Tumemsikia mama. Ni kweli umetumika kwenye hili eneo? Ndio. Na ulikuwa unafanyaje? Walikuwa wananipa dawa, nimwekee mtoto kwenye maji, akiamka asubuhi anakunywa, namchukua usiku ule, tunaenda kwenye makaburi, tunachinja nyama, tunakula. Alafu saa 11 tunaambiwa turudi, nimrudishe mtoto na mimi mwenyewe nilale. Mlikuwa mnasafiri kwa njia gani? Yaani kama tunapaa hivi. Tunaenda juu alafu tunajistukia yani kwenye ndoto. Wewe unaona kama mnaota? Yani kama tunaota hivi yani tunaruka, tunapaa juu, tunastukia tupo makaburini, tunachinja nyama za watu, tunakula. Ndio hivyo. Na mlikuwa mnaenda mkiwa mmevaa nguo kama hivyo ulivyo ama mlikuwa mnaenda kwa staili ipi? Yani hatuvai nguo hizi, yani tunavaa nguo meusi, mingine meupe. Wanatuvisha, wanatuambia tusiseme. Tukisema tunauliwa na sisi kama walivyokufa wenzetu. Sasa siku wanakupa agizo la kutekeleza jambo kwa mtoto, ulilipokeaje wakati unaambiwa sasa sisi tunakuagiza utakuwa unatembea kwa mwendo huu kwenye hii nyumba? Ulijisikiaje? Nilikuwa najisikia vibaya, lakini wananiambia ukisema tu tunakuua na wewe, tunakuchinja, tunakukula. Una kumbukumbu nani alikuletea hiyo taarifa mara ya kwanza kwamba sasa dada A, tumekupa dada A jina lako kwa sasa ukiwa hapa na mimi, dada A uende hivi na hivi? Yule aliyewa kwanza kukuambia unamkumbuka? Usimtaje jina, lakini unakumbukumbu naye? Unakumbukumbu naye? Sasa wakati unajisikia vibaya, kwa nini ukuambia mimi siwezi? Nikikataa hivyo wananiambia tutakuua. Kwa mimi nakuwa na hofu, naogopa. Ulikuwa unaogopa kufa? Lakini kazi waliokupa kwa mtoto mwisho wake silikuwa inampeleka kufa na yeye? Sasa mbona ukuwa na huruma sasa kumfikiria kama mimi naogopa kufa, ndio maana natenda haya? Kwa nini ukuwa uweke ile imani kusema kwamba naona huruma mtoto mdogo nisifanye hivyo? Ujasiri ulitoka wapi, au kwa nini ulikosa hiyo hali ya huruma kwako? Dada alivyorudi kutoka kukawe, alitamka maneno makali, yakanipelekea mpaka mimi niseme ukweli. Kabla ya kusema ukweli, kwa nini ukuwa na huruma? Uliwekewa kitu gani kilichosababisha wewe uwe ngangari kiasi hiki kusema kwamba naondoka na mtoto na simwambii dada wala simwambii shemeji? Kuna kitu walikuvisha, walikulisha? Kila nikitaka kusema hivi, mdomo unakuwa mzito. Nashindwa kusema. Na walikuchagulia mtoto wa kufanya naye kazi, au wewe ulimchagua yeye tu? Maana mama anasema ana watoto wawili. Mimi nilikuwa naenda na yule tu mtoto mmoja tu. Ni chaguo lako wewe, chaguo la waliokuwa wanakutuma? Wale waliokuwa wananituma. Kwa hiyo walikwambia kabisa kwamba tunamtaka fulani? Sawa. Kwa hiyo dada alivyorudi na kauli hiyo, tuendelee hapo, ikawaje? Nikawa nalia, nikamwomba dada msamaha, nikamwambia mimi kwenye hilo tukio ninahusika. Kaniambia unahusika? Mbona sasa tunazunguka wote nashindwa kusema? Nikamwambia mimi naogopa na shemeji ni mkali, nikisema atanipiga. Kasema hamna, ngoja akirudi utamwambia. Nikamwambia nataka nikajisilimishe mwenyewe kwa Mwamposa. Kaniambia sawa, Jumapili tutaenda wote. Kwa hiyo Jumapili mkachukua hatua ya wewe kuja. Kule kulikuwa na vitu gani vinaendelea mkifika na mtoto? Vigumu vigumu kuviongea Hamna. Simona, umefika hapa, umekaribishwa, umeanza mlango wa kwanza, umeingia wa pili mpaka umefika hapa, si ndio? Kwani kule hakukuwa na wepesi kama ulivyoingia hapa?
Kule ni kugumu kidogo eh? Kugumu. Sasa baada ya kujisalimisha kusema yale, usiku wake, maana umejisalimisha kabla hujaja kwenye madhabahu, si ndio? Ulisema nyumbani, usiku wake hawakukuletea shida? Hawakuniletea shida na wala hawajaja kwa sababu ya upako wa dada aliyotoka nao huko. Aha. Una kipi cha kuzungumza na wadada wenzio? Yawezekana yupo dada na yeye anatumika kama wewe. Una kipi cha kumwambia? Ninachomshauri asipatishe hivyo vitu, akimwambia we akataa, yeye anafuatilia maombi. Awe pamoja na madhabahu ya Inuka Uangaze. Kwa hiyo saizi wewe umeacha kabisa? Nimeacha kabisa. Hakuna chembe una nani? Hamna hata chembe. Umeacha baada ya kufika kwenye madhabahu. Unajisikiaje mwili wako? Yaani najisikia mwepesi, yaani na furaha sana. Yaani vitu vyangu nafanya kwa haraka, hata kazi zangu za nyumbani kuliko mwanzo. Mwanzo ulikuwa mzito. Hakuna kitu ambacho walikuvalisha kama alama yao? Hamna, hawajakuvalisha. Walikuwa wanakutumikisha tu. Okay. Kwa hiyo unawaambia wadada na wakaka ambao wako majumbani, lakini pia hebu zungumza na mama ambaye anachukua binti kama wewe ulivyochukuliwa. Kwani na tujue kwanza aka mtindo ulianza baada ya kuingia kwa huyu mama au ulianza nako toka unatoka nyumbani? Ilianza kwa huyu mama tu basi. Kwa hiyo uliajiriwa rasmi kwenye nyumba yake huyu? Ajira ya muda mfupi kwa ajili ya kutekeleza tukio kwa muda mfupi. Ulipewa muda gani huyu mtoto ameshaisha? Yaani waliniambia mwezi huu wa 8 asifikishe. Wakati unamlisha labda uji, unampa chakula, unamwangalia usoni, unamchekesha, ulikuwa unaangalia mwezi wa 8 unauona au ulikuwa uone mwezi wa 8? Nilikuwa siuone, naona kama Ukuona kama ile furaha yako itakuja kupotea baada ya mwezi wa 8? Ukuona hilo? Maana mwezi wa 8 unaingia, alafu unayemchezesha yule, unayemchekesha, unakuwa naye pamoja, unajua kwa sababu mwezi wa 8 huyu hata kuwepo. Moyoni palikuwa panasemaje? Yaani moyo wangu ulikuwa unagoma kabisa kufanya hivyo vitu, lakini nilikuwa nashindwa yaani kila nikikataa wananing'aniza. Haya, zungumza na wamama wanaopokea wadada na watu ambao wanawaajiri majumbani mwao. Unalipi la kuwaambia? Kipi wawe makini nacho? Maana inaonekana hata dada hakuwa makini kwako, lakini wewe unajua ulifanya nini. Kipi ambacho wanatakiwa kuwa makini watu ambao wanachukua watu kutoka pembeni? Yaani wakienda kuwachukua wawe nao makini sana, waangalie na watoto zao. Waambie waelezee, kuwa mwazi. Yaani wale wakiamka asubuhi labda waulize, dada umeamkaje? Umelalaje? Umeshindaje na mtoto? Yaani wawe nawe hivyo makini. Okay. Sawa jamani, nashukuru kwa sababu tumepata muda mzuri wa kuzungumza nawe, japo kwa uchache. Kuna vingine havitatamkika, lakini kwa kuwa umeshaacha ni funzo kwa watu wengine kuto kurudia tena masuala kama haya. Asante sana dada A kwa siku ya leo. Amina. Amina, asante sana.